mambo yatakayokusaidia kuboresha mahusiano ili kuweza kumudu afya yako ya akili iwe bora. Jambo la kwanza, hakikisha unajitambua. Badili kila tabia inayoumiza mahusiano yako. I don't know partner wako, mke wako, mume wako, mpenzi wako ana complain nini kuhusu wewe, but I encourage you, badilisha tabia inayosumbua mahusiano yako. I don't know how God created relationships, sijui, lakini nimekuja kugundua mahusiano yametengenezwa katika hali ambayo ukiyumba kwenye mahusiano, vitu vingine vyote vinaanza kuyumba. Wangapi wanakubaliana na mimi? Yaani naomba nikwambie, mahusiano yamedesigniwa hivyo, na wale watu wa imani wanajuaga kuna baadhi ya blessing na stability ya kihisia huwezi kuwa nayo mpaka umekaa kwenye stable kwenye relationship. Na ukiyumba kwenye mahusiano, kuna vitu vingine vitayumba. Naomba nikwambie, vitayumba. Utajaribu kupush kwenye hela, utajaribu kupush kwenye biashara, utajaribu kupush kwenye cheo, utajifariji kwa sababu una watoto, but utakuja kurealize gear ya kwanza haingii, ya pili haingii, reverse haiendi na mbele haiendi. Kuna vitu havikai sawa mpaka umekaa kwenye mahusiano vizuri. Kwa hiyo hakikisha unabadilisha tabia ambazo zinaumiza mahusiano yako. Kama mwenza wako ana complain unachelewa kurudi, my brother, rudi mapema. Kuna wale wanaume ambao wanasema huwezi kunipangia muda wa kurudi, mimi hapa ni kwangu. Naomba nikwambie, kama ulikuwa hujui mahusiano ni taasisi, ungekaa kwa wazazi wako. Mahusiano ni taasisi. Ukishaingia kwenye mahusiano au ndoa, lazima utaulizwa umetoka wapi. Kwa nini? Kwa sababu hii ni taasisi, unataka uripoti. Na sio tu umetoka wapi, ulikuwa na nani, unarudi saa ngapi. Sasa kama utaki kabisa hiyo mambo, sehemu nzuri na salama ilikuwa moja, kuwa bachelor au kukaa kwa wazazi. Sasa kuna vitu wana complain, mama, mume wako ana complain nini? Badilisha tabia. Yamkini mume wako anakuambia, mama nani, nipikie hata basi mara moja kwa wiki. Naomba nikwambie, fanya tu hivyo. Yamkini uko busy kuliko shetani, lakini pata muda, pikia huyo baba. Kuna vitu anapenda, badilisha baadhi ya vitu ambavyo vinaumiza mahusiano yako. Kwa nini? Kwa sababu ya kiumba, kuna baadhi ya maeneo yatapata shida. Namba 2, usiingie kwenye mahusiano au ndoa kuchukua vitu tu, ingia pia kuweka. Kuna watu wako kwenye ndoa, ukiminus sex hawana kitu kingine cha kutoa, hawana. Na sasa hivi tuna jopo la watu wengi ambao pia ni wanaume, wakiingia kwenye mahusiano wanataka wasaidiwe, walishwe, wabebewe mizigo, wasaidiwe kila kitu, na wengine pocket money wapewe. Na hao watu wana uwezo wa kupata watoto, watoto wao wanakuja kuwa vile vile, wanataka watunzwe. Unashangaa mkaka msafi anaenda gym, anajua ratiba zote za marathon mjini, lakini he is completely irresponsible. Unatunza katoto kako kakike, ukategemea katakuja kuolewa, kanakutana na mwamba kama huyo. Usiingie kwenye mahusiano kuchukua peke yake, ingia kwenda kuweka. Relationship and marriage is a union of two givers, watu walio tayari kutoa. Usiingie kwenda kuchukua, kwenda kufanyiwa. Wamama wengi wanauliza, mume wangu mimi unipi furaha sana, nitafanya nini? Wewe unataka furaha kwa mtu ambaye hata furaha mwenyewe haijui. Usiende tu kupewa furaha, wenda na wewe vile vile kuhakikisha mwenzako ana furaha. Jambo la 3, jitathmini, make self assessment. Usiruhusu historia yako iathiri mahusiano yako. Sasa hivi nakutana na ndoa nyingi sana, na watu wengi wako kwenye relationship, vitu vinavyotokea kwenye mahusiano yao is exactly vilivyotokea kwa baba yao na mama yao, na wengine is exactly kilichotokea kwa babu na bibi, like father, like son, like mother, like daughter. Usiruhusu historia yako isumbue mahusiano yako. Ukigundua kuna kitu kinaumiza mahusiano, kwa mfano mnaingia kwenye ndoa mnaachana, na unaona wazazi wako walikuwa hivyo. Tafiti zinasema 75% ya watu waliotoka kwenye dysfunctional marriages na wao huja kuvunja ndoa zao. Na wengi utakuja kugundua, ukiangalia mahusiano yako yana shida sana, but hata mahusiano ya wazazi wako sio unayo ya admire. Kwa hiyo the answer is maybe you're getting there.
unaenda kuwa vile vile kama wazazi wako walioachana. Na wengine hata ukiangalia babu yako na bibi pia hawakuwa pamoja. The rate is continuing muda mrefu. Na ukiona hivyo vitu vinavyoendelea, watu wanakuja ofisini kwangu na waambiaga saikolojia inakusaidia tu kutambua kwamba hichi kitu kiko kwenye damu na kinaendelea. Lakini the solution, psychology doesn't have a solution. It's only the spiritual intervention inaweza kukusaidia. Kwenye saikolojia tunaita TGP, transgenerational pattern. Kwenye imani wanaita curse, laana. Kwa hiyo sasa inabidi uende kwa watu watatu. Moja, utafute shehe. Mbili, utafute mchungaji au watu wa maombi. Tatu, utafute mganga wa kienyeji. Na watu wanakuja kwangu, namba zote ninazo. Naambia nikupe ya nani? Nikupe ya nani? Ya mganga, ya shehe, au maombezi ukafanywa deliverance. Kuna mmoja nimempa, yuko Tanga sasa hivi, ananiambia Mauki, mwezi wa 3 huku jamani achi. Anaenda kusuluhisha tatizo ambalo kwao ameligundua linaendelea kwenye maisha yao. Kesi na mume wake, jamaa amezaa na dada wa kazi. Mke anapambana na mume wangu amezaa na dada wa kazi, nakaa naongea nao na kuja kugundua baba yake alizaa pia na mdada wa kazi. Chunguza zaidi, nimekuja kugundua babu yake naye alizaa na mdada wa kazi. Na yule binti ambaye baba yake alizaa na mdada wa kazi naye washamtia mimba tayari. Kwa unaona hichi kitu kinafanya nini? Usiruhusu historia yako ikaathiri mahusiano yako. Unaweza kuiruhusu ikakuathiri mpaka pale tu ulipokuwa hujui. Lakini as far as umesikia hii maneno leo, you're not allowed to allow past yako ikaumiza mahusiano yako. Bill Gates aliwahi kusema, if you are born poor, we will not blame you, we will blame your parents. But if you die poor, we will blame you. Kwa nini? Kuanzia umetambua ya kwamba mimi ni maskini, unatakiwa uanze mchakato wa kutokufa maskini. Naomba niwaambie, ladies and gentlemen, I don't know mahusiano ya baba yako na mama yako yalikuwaje. Na unawezekana umetoka kwenye ndoa na mahusiano ambayo kidogo, wengine sio kwamba unayapenda kiivo na unatamani ya kwako yawe tofauti. Hakikisha watoto wako wanatokea kwenye familia ambayo is better than that of your dad and mom. Kama ilikuwa nzuri na we admire, basi make yours the best. Sio jambo la sawa umetoka kwa baba mlevi na unataka watoto wako waone baba anarudi usiku, mama anagombana na baba mlevi. There's nothing that you have learned. Umetoka kwenye familia, mama analalamika, umeacha shingapi, mbona hujaacha? Afu watoto wako nao wanasikia hivyo hivyo kwa mama yao. Hakuna kitu umebadilika. You have to change your past to be your victory. Jambo la mwisho kwenye eneo hili, hakikisha unaboresha tendo lako la ndoa kwenye mahusiano yako. Halo. Haya. Inaonekana hawa nyie wengi hamuhusiani na hili tendo, ngoja niondoke hapa mapema. Kwa sababu inaonekana hili eneo sio lenu. Watu wa SACCOS hampendi sana mambo hayo. Ila naomba nikwambie, kama uko kwenye mahusiano yoyote, rasmi au sio rasmi, kitu kitakachokuwezesha kusustain ni uwezo wa kudumisha your sex life. Sex life yako ikifa, vitu vingine vyote vifanya nini? Na kuna mahusiano mengi ya wanandoa sasa hivi wako kwenye mahusiano. Rudisha slide iliyopita ile. Watu wengi kwenye mahusiano wako kwa sababu ya watoto. Nenda kwenye Instagram huko, mama anapost watoto wako, utasikia my everything. Ukishaona hivyo ujue tu baba chali. Yaani ukishaona furaha yako imehamia kwa watoto, ujue baba hapa ni changamoto. Na kuna watu ambao huwezi kumuona na mwenza wake hata siku moja. Ni jeshi la mtu mmoja kokote aliko. Kila siku mwenzake yuko busy. Something is wrong somewhere. You guys are partner. Na mwenza wako au mpenzi wako ndio anatakiwa awe socia. Otherwise itakuwa changamoto huko kwingine. Na haya mambo ukiharibu yataathiri uwezo wako wa kumanage uchumi wako na uchumi wa hela ya watu wengine ambayo unaitunza.